Leo tutakwenda kuzungumzia sifa za mwanaume kuoa. Yaani kama wewe una mpango wa kuoa au una mpango wa kuanzisha familia, basi sifa hizi ambazo tunaweza kuzitaja hapa zinakuhusu sana. Yaani kama hauna sifa hizi ambazo tunaenda kuzitaja hapa, basi gairi huo mpango haraka sana wa kwenda kuoa au kuanzisha familia, kwa sababu hauna budi au upaswi kuanzisha kwa kitu ambacho umekilenga ukianzisha cha kuanzisha familia. Nitakwenda kuzitaja moja baada ya nyingine. Nasema sifa ya kwanza au kigezo moja hapo cha mwanaume kuanzisha familia, tunasema ni vision. Yaani mwanaume wote unapotaka kuanzisha familia lazima uwe na vision ya maisha, yani ujue kusudi lako hapa duniani, upo kwa ajili ya nini. Kwa sababu tunasema mke ni msaidizi, anakuja kukusaidia katika maisha yako kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuletea hapa duniani. Sasa kama ujui umekuja kwa ajili ya nini hapa duniani, maana yake unamtafuta msaidizi ambaye ujui anakuja kukusaidia nini, kwa sababu kama nilivyosema mke ni msaidizi. Kwa hiyo eneo hili la kwanza, kama huna hilo, wewe upasi kuoa wala upasi kuanzisha familia, kwa sababu lazima ujue umekuja duniani kufanya nini na vision yako ni nini. Unapomleta msaidizi katika maisha yako, maana yake lazima aje kukusaidia katika uwajibikaji ambao wewe umeletewa hapa duniani, kwa sababu mke ni msaidizi. Hilo jambo la kwanza. Lakini pia sifa ya pili ya mwanaume kuoa, tunasema lazima mwanaume yote anataka kuoa, kwanza lazima awe na akili timamu, kwa maana ya self awareness. Yaani lazima mwanaume ajitambue, awe na akili timamu. Uweze kumkabidhi mwanamke mtu ambaye mindset yake haipo sawa. Yaani ukimkabidhi mtu, ukamkabidhi mwanamke kama akili yake au saikolojia yake haipo sawa, huyo mtu hawezi kuanzisha familia, huyo mtu hawezi kuwajibika kwenye familia, kwa sababu hata akili yake haiwezi kusustain na kuimiliki familia kikamilifu zaidi. Kwa hiyo utakuwa umembebesha mzigo ambao sio wake, yani hakupaswa kubeba, kwa sababu akili yake haifanyi kazi. Hilo jambo au kigezo cha pili ambacho cha mwanaume inampa nafasi ya yeye kupata hati ya umiliki wa ndoa. Lakini pia kigezo cha tatu tunasema kikubwa sana, hiki ni kigezo ambacho kikubwa sana nachoenda kukitaja hapa. Ni kigezo tunasema lazima uwe na uwezo wa kumhudumia mwanamke. Unapotaka kuanzisha familia au unapotaka kuanzisha swala zima la ndoa, basi lazima uwe na uwezo wa kuwajibika, uwe na uwezo wa kumhudumia mwanamke. Naposema uwe na uwezo wa kumhudumia mwanamke, maana tunazungumzia engo tatu, kwa maana ya basic needs, yani mahitaji muhimu yale: chakula, malazi na mavazi. Huwezi kuanzisha familia kama huwezi kumlea mwanamke au kuwajibika katika engo hizi tatu. Chakula, mwanamke unapokuwa naye, na ndoa nyingi sana zimekufa au mahusiano mengi sana yamekufa, ni jambo la mwisho kabisa mwanamke anaweza akakuacha wewe mwanaume. Imefika hatua mwanaume anashindwa hata kumhudumia mwanamke kwenye eneo zima la chakula. Inaenda chakula tu kile, mwanamke anashindwa kula, yani unashindwa kumhudumia, yani anashindwa kula chakula. Hii ni engo ambayo mahusiano yako yanaweza yakafa. Lakini pia tunasema imetaja jambo lingine hapa, mavazi. Mwanamke lazima umhudumie. Wao tunasema kama ni mapambo. Mke wako unapokuwa naye lazima umjali, unamvisha, anaonekana na muonekano mzuri kama mwanamke ambaye mwenye hadhi ya kwamba huyu mtu ameolewa na mume wake. Sasa unaposhindwa kumhudumia engo hii ya mavazi, kitu ambacho lazima kitakufanya wewe ushindwe kudumu kwenye hayo mahusiano, kwa sababu umeshindwa kuwajibika kwenye engo nzima ya kumlea huyu mwanamke na kumhudumia katika engo hii ya mavazi. Lakini pia tunasema kwenye malazi, yani kwamba lazima uwe na unapozungumza malazi, lazima uwe na sehemu ya kuishi. Tunapozungumzia malazi tunazungumza sehemu ya kuishi kwa maana ya makazi. Lakini pia hata akiumwa uwe na uwezo wa kumtibia mahitaji yake ambayo yatakuwa kama changamoto kwake, wewe uwe na uwezo
ya ndoa yale. Kwa mfano, uwezi ukaanzisha leo hii ukaanzisha familia halafu una sehemu ya kukaa. Yaani unataka kuoa halafu labda upo kwa wazazi. Sasa we bado mwenyewe pia unafungwa na wazazi, halafu unataka kuanzisha familia bado ukiwa kwa wazazi, kitu ambacho iko hakistahili katika swala zima la mahusiano au katika swala zima la kuanzisha familia. Inabidi uwe na makazi, uwe na sehemu ya kuishi, ambapo hata unapokuwa unaanzisha familia, kwa maana kumchukua mwanamke kuishi naye, basi uwe na sehemu ambapo unajua hicho utakwenda kuanzisha maisha yetu. Hata kama sio sehemu ya umiliki wako kabisa, nyumba ni ya kwako, basi iwe ni sehemu ambayo hizo hata umepanga, yani uwe sehemu ambayo wewe una umiliki nayo, mwanamke unaweza ukaishi nayo na unaweza kuanzisha familia kwa kigezo hiko. Pia eneo hili la uwezo wa kumhudumia mwanamke, kumkea, ni eneo ambalo muhimu sana. Lakini pia eneo lingine tunasema ni uwajibikaji. Yani unapotaka kuanzisha familia ama unapotaka kuanzisha swala zima la mahusiano ya ndoa, basi lazima ujue kwamba unakwenda kuwajibika, na lazima ujue wajibu wako ni nini. Wajibu wako ni kupambana, utafuta, kuleta. Mwanamke kazi yake kukuhudumia wewe na kukusaidia katika usaidizi ambao wewe umeletewa, kama nilivyozungumza hapo awali. Lakini wewe sasa unabakia nafasi yako kwenye eneo la uwajibikaji. Lazima uhakikishe familia imekula, lazima uhakikishe familia imeishi vizuri. Changamoto za watoto uwe na uwezo wa kuziendo. Hizi ndio sifa ambazo zitakazo kufanya wewe ndoa yako ama maisha yako ya mahusiano yawe bora zaidi. Lakini kama utakuwa mtu wa kukwepa uwajibikaji, utakuwa mtu wa kukwepa kuwajibika kwenye familia yako, kujihusisha katika kupambana dhidi ya familia yako ama ndoa yako, hakika na kuhakikishia kwamba utakuwa umeanzisha jambo ambalo ni mateso katika maisha yako. Utakuwa umeanzisha jambo ambalo utakwenda kujutia katika maisha yako milele na milele, kwa sababu utakuwa umeanzisha kitu ambacho kupasa kuanzisha na huna hati ya umiliki wa kuanzisha hilo jambo. Kwa maana ndoa ina foundation, yani lazima ujenge msingi wa ndoa. Kwa maana nakwenda kuanzisha mahusiano haya, nakwenda kuanzisha swala zima la ndoa, basi vitu hivi lazima nivikamilishe, viwe perfect, ndipo nianzishe swala zima la mahusiano au swala zima la ndoa. Kwa hiyo niseme tu kimsingi kwamba kipimo sahihi cha kuoa sio miaka, bali ni kujitambua, kujua upo wapi, umetoka wapi, unaenda wapi na unataka nini, na umekuja duniani kwa ajili gani. Basi ukishakuwa umetambua vitu hivi, wewe una hati halisi ya kuoa. Lakini kama ujui hapa duniani umekuja kufanya nini, ujui umetoka wapi, upo wapi, unaenda wapi, malengo yako ni nini, ndoa itakuwa mzigo mzito sana kwako. Kwa hiyo nakushauri, kama una mpango wa kuoa lakini hauna vigezo ambavyo tumevitaja hapo, basi dairisha huo mpango haraka sana. Usije ukaja kuanzishia wanaokuja ukaanzishia mateso makubwa sana katika hii dunia. Kwa hiyo kaa chini, fikiria haya niliyoyazungumza, alafu yafanyie kazi. Hivyo ndio vigezo halisi vya kuoa.